Mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Joakim Mhagama amefariki dunia leo Desemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa umma na kitengo cha mawasiliano na elimu kwa umma, ofisi ya bunge, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu ametangaza kifo cha mbunge huyo kilichotokea leo jijini Dodoma. Nanukuu, kwa masikitiko makubwa naomba kutangaza kifo cha mbunge wa Peramiho Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama kilichotokea Desemba 11 mwaka 2025 jijini Dodoma. Natoa pole kwa waheshimiwa wabunge wote, familia ya marehemu, ndugu jamaa na wananchi wa jimbo la Peramiho. Mwenyezi Mungu awape moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu, imeeleza taarifa ya spika. Ofisi ya bunge kwa kushirikiana na familia ya marehemu inaratibu mipango ya mazishi na kutoa taarifa zaidi zitakazoendelea. Safari ya kisiasa ya Jenista Mhagama. Jenista Mhagama alikuwa mbunge wa Peramiho aliyejijengea sifa kubwa kwenye siasa za Tanzania kupitia safari yake ya kiserikali iliyojaa vyeo muhimu vya kitaifa na kikanda. Mwaka 2000, Jenista Mhagama aliteuliwa kwa mbunge wa viti maalum kwa mara ya kwanza. Kufika mwaka 2005, Mhagama alichaguliwa kwa mbunge wa Peramiho akiwa na umri mdogo, akiongoza wawakilishi wa wananchi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa miaka mingi amekuwa mstari wa mbele katika kuwakilisha maslahi ya wafuasi wake na maendeleo ya jimbo lake. Mwaka 2014-15, baada ya kuonyesha ubora katika siasa za bunge, Mhagama aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi, nafasi ambayo ilimpa nafasi ya kushirikiana na wizara katika kuboresha elimu ya ufundi nchini. Mwaka 2015-2020, katika serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais John Pombe Magufuli, Mhagama aliteuliwa kuwa waziri wa sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Hapa alishughulikia sera muhimu za ajira, masuala ya bunge na masuala ya vijana na walemavu, akijitahidi kuboresha mfumo wa ajira na kushirikiana na vijana katika maendeleo. Mwaka 2020-2024, Mhagama alihamishiwa katika ofisi ya rais kama waziri wa nchi, ofisi ya rais, akilenga kuongeza wajibikaji na uwazi wa serikali kwa wananchi. Katika kipindi hiki alichangia katika kuboresha utendaji wa maslahi ya mashirika ya umma na kufanikisha sera za uwajibikaji serikalini. Agosti mwaka 2024, Rais Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa waziri wa afya, nafasi ambayo amejitahidi kuitumia kuboresha huduma za afya, kupunguza changamoto za uhaba wa madaktari na kuongeza upatikanaji wa dawa muhimu na huduma za afya kwa wananchi. Juni mwaka 2025, kati ya mafanikio yake ya kikanda, Mhagama alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti kamati ya mawaziri wa afya, Regional Steering Committee, ukanda wa mashariki mwa Afrika, nafasi iliyomwezesha kushirikiana na mawaziri wenzake wa Kiafrika katika kuboresha sekta ya afya. Jenista Mhagama alijipatia sifa ya kuwa kiongozi wa karibu na wananchi wake na ni moja wa wanasiasa wanawake wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania, safari yake ikionyesha ukuaji wa kiserikali kutoka mbunge wa jimbo hadi waziri wa afya mwenye jukumu la kikanda.